Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Hiyo nia ya mwili kwa Kiingereza wameandika the mind governed by the flesh. Akili ikiongozwa, kwa lugha nyingine akili inaongozwa na mwili. Tafsiri sahihi, akili inaongozwa na nini? Na mwili. Mwisho wake ni nini? Ni mauti. Sasa ukiwa unaomba, akili yako iko mahali ambapo kinyume na Mungu, ukiingia kwenye maombi, ile connection na Mungu ni ngumu kuipata, kwa sababu shetani mwenyewe anajua atakumaliza. Lakini akili yako ikiongozwa na Roho, na Roho yupi anayezungumziwa hapa? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anayezungumziwa hapa. Akili yako ikiongozwa na nani? Na Roho. Ndio maana kwa Kiingereza wameandika spiritually minded. Biblia zingine za Kiingereza imeandika spirit yenye elfi kubwa, lakini kwa Kiswahili kuna lakini meaning ile. Hapo inamaanisha Roho Mtakatifu. Akili inaongozwa na Roho Mtakatifu ina nini? Uzima. Ina uzima na amani. Life and peace. Akili inaongozwa na Roho Mtakatifu ina vitu viwili: uzima na amani. Life and peace. Sasa hivyo vitu viwili ni matunda ya Roho Mtakatifu. Sasa ukiingia kwenye kuomba, lazima uwe clean kweli kweli. Kuna Jumapili moja nilisema, kabla hujaomba chukua dakika kama 15, kuanzia 5, 10, 15, umtafakari wapi nilichofanya kitu kinyume na Mungu, alafu ingie kwenye maombi. Kwa sababu upande wa giza wako very sharp. Yaani wana speed sana ya kumkamata mwanadamu asiyeongozwa na Roho. Asiyeongozwa kwa kila kitu, lazima ongozwe na nani? Na Roho. Ndio utamjua Mungu. Kinyume na hapo huwezi kumjua Mungu. Kile Yesu alichokifanya msalabani kinahitaji Roho Mtakatifu kukijua. Kinahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kuishi. Ndio maana hapo akili inaongozwa na Roho ina nini? Uzima na amani. Kwa ukiomba you have life, you have peace. Kwenye maisha yako kuna uzima, kuna Roho wa Mungu ndani, alafu kuna amani. Amani inataliwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Sasa ukienda kuomba, unakuwa ni mtu mwenye nguvu. Maana umesafisha. Hakuna kitu kibaya kuomba kama hauna amani. Bora ujitengeneze, uombe toba siku nzima. Mwambie Roho Mtakatifu, nipe ushirika. Urudie, Roho Mtakatifu nipe ushirika, alafu endo kaombe. Maana upande wa giza vitu vyao wanavifanya, they are already prepared. Tayari wamejiandaa, tayari wako connected. Sasa na wewe lazima uwe connected muda wote. Yaani mwana wa Mungu asubiri kufanya maandalizi. Mwana wa Mungu muda wote yupo connected. Kwa nini? Kuna uzima na amani ndani yake. Yaani asubiri muda wa kuwa connected. Muda wote yuko connected. Hakuna cha kumzuia kutokuwa connected. Ndio maana Zaburi ya 119 inasema mstari wa 165, wana amani tele, wanaijua nini? Sheria ya Bwana, na hawana la kufanyaje? La kuwakwaza. Why hawana la kuwakwaza? Kuna uzima ndani na kuna amani ndani. Ile amani ya Mungu ndani yako, uzima wa Mungu ndani yako, hata watu wakutukane, wakudharau kiasi gani, your contact na Roho Mtakatifu au tikishiki, yani you can't shake. Wewe unatembea na Mungu, yani hata waibue kitu gani. Sasa mtu wa jinsi hivyo akienda kuomba ana nguvu. Hilo ndo kanisa Mungu analotaka liwe. Sasa sisi lazima Mungu atutumie kubadilisha maelfu ya watu. Mwana wa Mungu ana la kumkwaza. Ana nalipo. Sasa ukiingia kwenye maombi, you are clean.
Unaweza kaishia Roho Mtakatifu akakwambia mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, kwa sababu mwana wa Mungu ana uzima ndani na ana amani. Akili yake control maisha yake. Inaye control maisha yake ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Huo ndio wokovu. Huo ndio wokovu. Hata ukiomba akili yako imekuwa control, imetawaliwa na Roho Mtakatifu, atakwambia prayer point zako zote ziweke pembeni, omba hiki. Atakufundisha kuomba, atakufundisha jinsi ya kusoma neno, atakufundisha jinsi ya kutafsiri neno, atakufundisha na atakufunulia vitu usivyovijua. Ukiomba una majibu. Mwana wa Mungu akiomba atafuti majibu. Mwana wa Mungu akiomba na majibu, ila anahitaji uwepo wa Mungu kwenye yale maswali, ndio majibu yanakuja. Yani mwana wa Mungu hawezi kusema na anatafuta adui wake ni nani. Anaoneshwa. Roho Mtakatifu anamuonyesha adui yake, afu anakuambia muache, omba hivi. Huyo ndio mwana wa Mungu. Mstari wa 7. Hapo kwenye Mithali, Warumi 8, twende mstari wa 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni wadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa mwili hauwezi kutii sheria ya Mungu. Kwa sababu gani? Una tamaa, hauwezi ukatii. Sasa ukiingia kwenye maombi unaongozwa na mwili, unaongozwa na tamaa za mwili, ni ngumu kuona ule ukuu wa Mungu. Mstari wa 8 anasema wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa ukiwa kwenye maombi, fatisha vya kiroho, so tamaa za kimwili. Kama kuombea nyumba, Mungu akupe amani ya kuombea nini? Nyumba. Wakati unaombea nyumba, Mungu anataka umshukuru kwa sababu hiyo nyumba akashakuletea. Sasa na shetani akijua kwamba wewe unachokiombea sicho, fikiri shetani atakufanyaje? Lazima akupige kweli kweli. Kwa mwili hauwezi ukakuongoza kwenye vitu vya kimungu, ila roho ndani ya mwili inakuongoza kwenye nini? Kwenye vitu vya kimungu. Ndio maana nasema uzima na amani upo ndani. Mstari wa 9 unasema lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nanyi hamfuati mwili bali mwafuata roho. Lakini mtu awaye yoyote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Asipokuwa na roho, not hiyo, asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Sasa Mungu anamaanisha nini hapa? Roho wa Kristo anamaanisha Yesu ndani yenu ametawaliwa na Roho Mtakatifu kuongoza matunda ya msalaba. Tumpigie Yesu makofi. Yesu makofi. Jesus in you. You are led by Holy Spirit. Kumjua nani? Yesu. Roho ya Kristo ndani yenu inaongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Ndio maana mwanzo wa sentence, mwanzo wa mstari anasema lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nanyi hamfuati mwili bali mwafuata nini? Roho. Kwa kinachotangulia hapo kumjua Yesu ni nini? Ni roho ndani, cleanness. Ndio maana kuta Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 5 anasema huwezi ukalitaja jina la Yesu pasipo nani? Roho Mtakatifu. Cleanness. Ushirika. Tukiwa kwenye maombi lazima tuwe na ushirika wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Atufunulie, tujue matunda ya msalaba, tujue kuomba vizuri. Wana wa Mungu lazima tuombe kwa roho, kwa kuongozwa, sio kwa akili zetu, kwa kuongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Jamani, Roho Mtakatifu ni mzuri, anafunua vingi, anakuonyesha vingi, anakuongoza na vingi, na anakuepusha na mabaya. Kwa ukiomba una majibu. Hakuna kitu kibaya kuomba ukiwa mkavu. Uelewi unaomba nini? Ni kitu kibaya.
kitu kibaya. Daudi alivyomkosea Mungu, kuna kitu alisema, mimba yangu imetungwa wapi? Kabla ya kuingia kwenye maombi alikuwa na jibu la shida yake, si ndio? Kaini kabla hajaenda kwenye maombi alijua shida iko wapi. Najikabidhi kwa Mungu, ni rehemu. Shida ndio hii hapa. Mimba yangu itungwa kwa nini? Wa dhambi. Kweli si kweli? Ni kweli. Ndio maana alikuwa na matatizo sana. Umeelewa wana wa Mungu? Mwana wa Mungu anaomba, anaenda kwenye maombi, anajibu. Hapa ni hivi na hivi na hivi. Anashuhudiwa ndani, wewe kosa lako ni hivi. Lakini ukienda kwenye maombi, hujui kosa lako ni nini. Ni hatari. Ni hatari. Ni hatari. Lazima ujue ukiingia kwenye maombi. Maana na shetani na yeye anajua amefanyaje, amelaaniwa. Anajua anaenda wapi? Motoni. Kazi yake kutafuta watu wa kwenda na wapi? Motoni. Na wewe kazi yako ni moja, kuongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Mwambie Mungu, nisamehe mahali tulipokosea kama kanisa. Mungu tusamehe mahali tulipokosea, tusamehe. Kabla tujaingia kwenye maombi, mwambie Mungu, nisamehe mahali nilipokosea kwa kujua na kwa kutokujua. Tunakuwa wasafi kupitia nani? Kupitia Roho Mtakatifu. Kwa akili zetu wenyewe haipo, Biblia iruhusu kwa akili ya mwanadamu mwenyewe kuwa msafi. Kuna kitu kinamfanya awe msafi. Ni nini? Roho Mtakatifu. Sasa tumwambie Mungu, tuomba msamaha. Anatengeneza njia. Mwambie Mungu, naomba toba, nisamehe. Naomba toba kwa ajili ya familia yangu. Naomba toba kwa ajili ya uzao wangu. Naomba toba kwa ajili ya ndugu zangu. Chochote kilichofanyika kinyume na wewe, Mungu naomba msamaha. Chochote kilichofanyika ndugu zangu, familia yangu, machukizo wanaoyafanya, ubaya wanaofanya, Mungu asante kwa ukuu wako, asante kwa rehema zako, asante kwa rehema zako. Kuna ndugu zako usiku na mchana wao ni waganga, usiku na mchana wao ni uchawi. Sasa waombe toba, waombe Mungu wasamehe. Wanakusababisha vita iwe kubwa, kwenye maisha yako. Waombe Mungu wasamehe, na mimi pia nisamehe. Kuna watu kwenye maisha yako wamekuwa wazito. Toba ya Mungu inaita majibu. Toba lazima atengeneze njia. Mwambie Mungu wasamehe. Mungu, natubu kwa ajili ya kanisa lako. Chochote ambacho liko kinyume na wewe, Mungu natubu kwa ajili ya kanisa lako. Bwana, chochote kilichofanyika kinyume na wewe, Bwana natubu kwa ajili ya kanisa lako. Mungu, asante kwa uweza wako, asante kwa ukuu wako. Mungu unatosha na unaweza, una nguvu na mamlaka. Asante Yesu kwa toba. Asante Yesu. Damu yako ilomwagika msalabani. Yesu asante kwa uweza wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa uweza wako, asante kwa damu yako. Mungu, naomba toba ya kweli kwa ajili ya kanisa lako. Chochote kilichofanyika kinyume na wewe, Bwana naomba toba. Bwana ukasamehe. Naomba toba. Chochote kilichofanyika kwenye ardhi kinyume na wewe, chochote kilichofanyika kwenye anga kinyume na wewe, Bwana naomba toba ukasamehe Bwana. Chochote Mungu kilichofanyika kwenye kanisa, kwenye jina la kanisa kinyume na wewe, Mungu naomba toba ukasamehe. Naomba toba ukasamehe. Mungu naomba toba ukasamehe. Mungu unatengeneza njia. Roho
Mtakatifu, asante kwa uweza wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa ukuu wako. Mungu asante, asante kwa nguvu yako, asante kwa uweza wako, asante kwa ukuu wako. Mungu naomba toba ya kweli, naomba toba ya kweli, naomba toba. Mwambie Mungu asamehe, 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 asamehe, mwambie Mungu asamehe, mwambie Mungu asamehe, mwambie Mungu asamehe. Kwenye familia yako kuna watu kila siku ni uchawi na uganga. Kila siku ndugu zako wamefungwa, wanakusababisha vita iwe kubwa, wanakusababishia wokovu uwe mzito, maana wanakutaja. Sasa achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu ikasamehe, damu ya Yesu ikasamehe, damu ya Yesu ikasamehe. Mwambie Mungu wasamehe, vyote vinavyofanyika kinyume, vyote vinavyofanyika kinyume, vyote vinavyofanyika kinyume, vyote vinavyofanyika kinyume, vyote vinavyofanyika kinyume. Mungu asante kwa uwezo wako, asante kwa ukuu wako. Bwana unatosha na unaweza chochote kinachofanyika kinyume na wewe. Mungu asante kwa uwezo wako, asante kwa ukuu wako. Mungu unatosha na unaweza, una nguvu na mamlaka. Mungu naomba toba ya kweli, toba ya kweli ikatawale, toba ya kweli ikatawale. Naomba toba, unaomba toba kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya ndugu yako. Likumbuke na kanisa, kanisa likumbuke chochote kilichofanyika kinyume na Mungu kwenye jina la Manaim, kwenye kanisa. Mungu akasamehe, chochote kilichofanyika kinyume na Mungu, Mungu akachilie msamaha, Mungu akasamehe. Na chochote kinachofanyika kinyume na Mungu, Mungu akasamehe. Mungu naomba toba ya Bwana. Natoba kwa ajili ya kanisa, chochote kinachofanyika kinyume na wewe kwenye kanisa. Mungu naomba toba ikatawale. Mungu naomba toba ikatawale. Mungu nasema asante kwa uweza wako, asante kwa ukuu wako. Mungu unatosha na unaweza, una nguvu na mamlaka. Asante Roho Mtakatifu kwa uweza wako, asante kwa ajili ya watoto wako. Mwambie Mungu asamehe. Una dada zako, una kaka zako walimchukiza Mungu, walifanya matendo mabaya. Sasa shetani anataka arithishe hicho kitu na uzao wako ukafanya mambo mabaya kama kaka zako na dada zako walivyofanya, kama wajomba zako walivyofanya. Sasa dawa ni toba. Mwambie Mungu akasamehe, ubaya uliofanyika Mungu akasamehe, ubaya uliofanyika Mungu akasamehe. Mungu asante kwa uwezo wako, asante kwa ukuu wako. Bwana unatosha na unaweza, una nguvu, una mamlaka. Mungu hujawahi shindwa na kamwe hautakuja ushindwe. Mungu asante kwa ukuu wako, asante kwa uwezo wako. Bwana unatosha na unaweza, una nguvu na mamlaka. Mungu naomba toba ya kweli ikatawale, toba ikatawale. Mungu asante kwa ukuu wako, asante kwa uwezo wako. Amani yako ikatawale. Mungu unatosha na unaweza. Mungu asante kwa uwezo wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa uwezo wako. Mungu naomba toba ikatawale. Mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Anatengeneza njia. Mwambie Mungu nisamehe. Anatengeneza njia. Lazima atengeneze njia. Mwambie Mungu nisamehe. Lazima atengeneze njia kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya nyumba yako. Lazima atengeneze njia. Najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia
anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia. Once more, najua Bwana Mungu anatengeneza njia, anatengeneza njia, msamaha anatengeneza njia kwa ajili yangu. Chochote kinachokamata akili yangu nisiongozwe na Roho wa Mungu. Chochote kinachokamata akili, shetani anajaza vitu vingi kwenye akili, vitu vingi. Anatoa ile concentration, anatoa umakini wa kujua kitu sahihi, anakuwekea kitu ambacho ni kinyume na Mungu ndio uwe makini nacho. Sasa chochote, kuna vingi vinavyozuia tusiongozwe na Roho ya Mungu. Kamata akili. Kuna wengine walitamkiwa maneno mabaya kwamba muwe hivi. Sasa shetani naye akili yako kaijaza hilo neno, unaliwaza kila wakati. Aidha uliambiwa wewe utakuwa mjinga, unawaza kila wakati wewe ni mjinga. Sasa Mungu anataka uongozwe na Roho yake. Sasa akili umejaza kutokana neno la chuki alilosema mtu au ndugu yako kwamba wewe hauna akili, na wewe unatembea nalo maisha yako yote. Shetani kageuza, na kile unachokifanya inakuwa hauna akili. Sasa tumwambie Mungu avunje hiyo laana, avunje hiyo laana ya kutamkiwa maneno mabaya. Avunje kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa mwana wa Mungu. Kasirika mwana wa Mungu. Chochote ulichotamkiwa kikakaa kwenye akili yako kikakuuma, mwambie Mungu, naita moto wako, natoa kwa moto, natoa chochote kilichokamata akili yako, mwili wako. Akili yako lazima ongozwe na Roho Mtakatifu. Ya instruments na hiyo beat ya worship, very good.
Mungu, kwa moto wako Bwana, kwa moto wako Bwana, kwa moto wenye nguvu, kilichokamata akili kisiongozwe na Roho Mtakatifu, kilichokamata akili, iwe roho ya kichawi, iwe roho ya kiganga, akili yako lazima iongozwe na Roho Mtakatifu. Akili yako lazima ina nguvu, uongozwe na Roho Mtakatifu. Mwambie wanachotuma mahali wanapotambika, wanachotuma mahali wanapofanya uchawi, wanachotuma mahali popote, maneno yote yaliyotamkwa yakaingia kwenye akili, na wewe umetembea nao miaka kwamba wewe hautasoma, hautashika pesa. Sasa yakatae wewe na uzao wako, yakatae wewe na uzao wako, yakatae. Hayo maneno yamekaa kwenye akili yako kwamba wewe hauna kitu, hautafanikiwa, kwa miaka mingi yamekaa. Sasa yafute kwa moto Roho Mtakatifu. Lazima ongozwe na Roho Mtakatifu. Lazima yafute, mwana wa Mungu, maanisha yafute. Kasirika mwana wa Mungu, kasirika. Wametamka maneno, wametuma roho ya kichawi, roho ya kiganga, wametuma. Mwana wa Mungu, kasirika. Mwambie Mungu, nakataa haya maneno, nakataa, nafuta haya maneno. Hayo maneno yamesababisha wewe kuwa mgonjwa kila siku. Walisema hautafanikiwa. Mwili usipokuwa na afya nzuri hujafanikiwa vile vile. Unahitaji ufanikiwe, uwe na afya nzuri. Mungu, mwambie Mungu, moto wako nachia moto. Maana popote walipotamka maneno mabaya kwamba kazi ndio enda kuipata, lazima nitaiacha. Nafuta hayo maneno utalotamka kwamba biashara yangu ninayoifanya itakufa. Nafuta yote, umevijua, vimeingia kwenye akili. Sasa akili inaongozwa na Roho Mtakatifu, haiongozwi na ubaya, haiongozwi na hisia za mwili. Akili ya mwanadamu inaongozwa na Roho Mtakatifu, kama Mungu anavyosema, a mind governed by the flesh is death, but a mind governed by the spirit is life and peace. Akili inaongozwa na Roho Mtakatifu ni uzima na amani, ni uzima. Lazima uwe na uzima na amani. Kwenye kazi yako lazima uwe na uzima na amani. Kwenye elimu yako lazima uwe na uzima na amani. Kwenye wokovu wako lazima uwe na uzima na amani. Sasa wametamka maneno na wewe umesikia, ukaweka kwenye akili yako miaka na miaka. Toka uko mdogo umetamka maneno mabaya. Ita moto wa Bwana. Mungu anasema yeye ni moto ulao. Sasa achilia moto wa Mungu, achilia moto wa Mungu ukatawale. Moto wa Mungu ukatawale. Maana anasema yeye ni moto ulao. Waebrania 12 mstari wa 29, Mungu anasema yeye ni moto ulao. He is the consuming fire. Sasa maneno mabaya yote yaliyotamkwa yakamezwe na moto wa Mungu, yakamezwe na moto wa Mungu. You are Yahweh. He's Yahweh. He's the Alpha and Omega. He's Yahweh. He's the Alpha and Omega. Yeye ndo mwanzo na mwisho. He's the Alpha and Omega. He is Yahweh, Jehovah, the great one, the King of kings, the power of powers. No one like him. Hakuna kama yeye, hakuna. Sasa ita moto. Yeye amesema yeye ni moto ulao. Maneno mabaya wametamka watu, umeyasikia kwa watu kwamba wamesema wewe ni mjinga, hautafanikiwa. Wamesema watoto wako watafanikiwa, ukayasikia. Chochote ulichosikia kibaya kinachokuhusu wewe na uzao wako, kikatae asubuhi ya leo, kikatae. Mwambie Bwana simo. Mwambie Bwana simo. Mwambie Bwana simo. Chochote kinachotokana na hayo maneno yamesindikizwa na roho ya uchawi, kuhakikisha wewe maskini, kuhakikisha wewe mtumwa kwa watu. Sasa moto wa Bwana ukakutenganishe. Mungu anasema kwenye Zaburi ya 104 mstari wa 4, anasema anawafanya watumishi wake kuwa moto wa miali, flaming fire. Anawafanya kwa flaming fire. Sasa wewe ni flaming fire, wewe ni moto wa miali. Lazima wewe moto. Mwambie Bwana, akili yangu nakataa, akili yangu kuongozwa na tamaa
za dunia. Nakataa akili yangu kuongozwa na tamaa za dunia. Ndipo shetani anapofurahia kwa mwanadamu. Anataka aongozwe na tamaa za dunia. Anataka aongozwe na vitu vya kimwili. Toa vyote. Toa vyote, vitoi. Mwambie Bwana, toa vyote tamaa za dunia ndani ya mwili wangu, natoa tamaa za dunia ndani ya mwili wangu, natoa. Kumbuka na uzao wako, usitoe peke yako. Kumbuka hata kama una mtoto, taja. Utakuja kuwapata watoto, utakuja kuwapata watoto wazuri, utakuja kumpata mume mzuri, utakuja kumpata mke mzuri. Jumuisha kama unasoma, mwambie akili yangu lazima iongozwe na Roho Mtakatifu. Akili yangu lazima iongozwe na Roho Mtakatifu kwenye masomo. Wanafunzi, watoto, mwambie Mungu, akili yangu iongozwe na Roho. Maana Mungu anasema ufalme wa Mungu ni watoto wadogo. Ufalme wa Mungu, maana wanatii wanachoambiwa, wanatii. Sasa watoto, mwambie elimu yangu itaongozwa na wewe. Elimu yangu itaongozwa na wewe Bwana. Elimu yangu itaongozwa na wewe. Na wewe mwambie Bwana, Roho Mtakatifu, ndoa yangu itaongozwa na wewe. Maisha yangu yataongozwa na wewe. Pesa zangu zitaongozwa na wewe. Mwambie Bwana, kila kitu, karama ulionipa Mungu, sintaiongoza kwa akili zangu. Nitaruhusu niongoze wewe. Nitaruhusu niongoze wewe. Roho Mtakatifu, asante kwa ukuu wako. Asante kwa uweza wako. Asante kwa ukuu wako Roho Mtakatifu. Asante kwa hiyo nguvu. Asante kwa hiyo nguvu. Roho Mtakatifu, asante kwa hiyo nguvu. Asante kwa hiyo nguvu. Nguvu yako Bwana. Mwambie Bwana, niongoze Bwana, niongoze na Roho wako Mtakatifu. Maana akili ikiongozwa na yeye kuna uzima na amani. Amani ni tunda la Roho Mtakatifu. Lazima iwe hivyo. Mwambie Bwana, moto wako katawale. Nakataa kuongozwa na vitu vya kidunia. Nakataa kuongozwa na tamaa za dunia. Nakataa kuongozwa na vitu. Naita moto wa Bwana ukatawale. Moto wa Bwana ukatawale. Roho Mtakatifu, asante kwa moto wako. Asante kwa hiyo nguvu. Asante kwa uwezo wako. Asante kwa ukuu wako. Mungu, unatosha na unaweza. Moto wako wenye nguvu. Asante kwa uwezo wako. Ita moto. Roho Mtakatifu, moto wako wenye nguvu. Roho Mtakatifu, moto wako Bwana ukatawale. Moto wenye nguvu ukatawale. Roho Mtakatifu, naita moto wako. Moto wenye nguvu Bwana, naachilia moto. Kwenye maneno yote, kwenye chanzo chochote, naachilia moto wako Bwana. Moto wenye nguvu, naachilia moto wako Bwana ukatawale. Naachilia ngome ya maneno mabaya. Mwambie Mungu, ngome ya maneno mabaya ya kukamata fahamu yangu isiongozwe na Roho wako Bwana. Naachilia moto wako Bwana. Nguvu yako Bwana ikatawale. Moto wenye nguvu. Kila roho za kichawi, kila roho za kiganga zilizokamata akili yangu, zilizokamata maisha yangu, zilizokamata uzao wangu Bwana, naachilia moto wako Bwana. Moto wako ukatawale. Hiyo nguvu yako ikatawale. Mungu, nasema asante kwa uwezo wako. Asante kwa ukuu wako. Nguvu. Ita moto wa Bwana. Moto wa Bwana ukatawale. Nguvu ya Mungu ikatawale kwenye akili yako. Nguvu, moto. Agano la miaka mingi. Agano la miaka mingi upande wa babake. Agano la miaka mingi upande wa mamake. Ilo agano alitarithi kwa mtoto wake. Alitarithi ilo agano. Naachilia moto wako Bwana. It's only you Jesus. Ita moto wa Bwana. Mwambie Mungu, moto wako ukatawale kwenye akili yangu ikaongozwe na wewe.
akili yangu ikaongozwe na wewe. Mwambie Bwana, mwana wa Mungu manisha, mwana wa Mungu manisha. Mwambie Yesu, 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 damu yako ikaniongoze, damu yako ikaniongoze, moto wako ukatawale, moto wenye nguvu ukatawale. Mungu asante kwa ajili ya kanisa lako. Mungu likaongozwe na roho wako, likaongozwe na roho wako, likaongozwe. It's only you Jesus, it's only you Jesus, it's only you Jesus, it's only you Jesus, it's only you Jesus. Mungu asante kwa uweza wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa uweza wako. Bwana unatosha na unaweza, una nguvu na mamlaka. Mungu hujawahi shindwa na kamwe hautakuja ushindwe. Asante Yesu kwa ukuu wako, asante kwa uweza wako. Bwana unatosha na una nguvu, una mamlaka. Mungu nasema asante kwa uweza wako, asante kwa ukuu wako. Bwana una nguvu, Bwana unatosha. Asante Yesu, wewe ni mkombozi. Asante Yesu, wewe ni mkombozi. Asante Yesu, wewe ni mkombozi. Asante Yesu, wewe ni mtetezi. Nguvu yako ikatawale. Mshukuru Roho Mtakatifu, mshukuru Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu. Mshukuru Roho Mtakatifu.